Kila hadithi nzuri huanza na misemo pamoja na vitendawili, ikiwa ni sehemu ya kuongeza mvuto na mtiririko wa kuvutia. Lakini ukiuliza furaha ya mchezaji ni nini duniani, atakutajia vingi, lakini hawezi kusahau ndoto ya ulimwengu kubeba taji la kombe la dunia. Karibu katika makala inayoelezea taswira ya kombe la dunia lenye historia na mvuto wa kiwango cha juu na kuikutanisha dunia katika eneo dogo zaidi. Msimuliaji wako ni mimi, David Kiamani. Kila baada ya miaka minne dunia husimama na sauti za mashabiki hujaa viwanjani na mitaani, bendera hupaa juu na macho ya mamilioni ya watu huelekezwa kwenye tukio moja kubwa zaidi la michezo duniani, yani kombe la dunia. Mashindano haya yaliandaliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1930 huko Uruguay chini ya usimamizi wa shirikisho la soka duniani, yani FIFA. Tangu wakati huo, kombe la dunia limekuwa tamasha la kimataifa linalounganisha mataifa zaidi ya 200 katika hatua za kufuzu, huku timu chache tu zikifanikiwa kutinga katika hatua ya fainali. Ni mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia kufanyika katika mataifa matatu kwa pamoja. Ni kombe la dunia la mwaka 2026 litakalofanyika katika mataifa ya United States of America, yani Marekani, Canada na Mexico. Hii ni historia mpya chini ya usimamizi wa FIFA, kwani hapa awali kombe la dunia lilikuwa likiandaliwa na taifa moja pekee, isipokuwa mwaka 2002 ambapo yalifanyika katika mataifa mawili tu, Japani na South Korea. Katika historia ya mashindano haya, taifa linalotamba zaidi ni Brazili, likibeba kombe hilo mara 5. Majina makubwa kama Pele, Diego Maradona na Lionel Messi yameacha alama kubwa isiyoweza kufutika katika historia ya soka ulimwenguni. Fainali ya mwaka 2022 nchini Qatar ilimalizika kwa drama kubwa, ambapo Argentina ilitwaa ubingwa baada ya ushindi dhidi ya Ufaransa katika mchezo uliotajwa kuwa miongoni mwa fainali bora zaidi kabisa kuwahi kushuhudiwa katika ulimwengu wa soka. Upande wa Afrika, historia inaonyesha kuwa bara hili limekuwa likipiga hatua taratibu lakini kwa udhabiti. Mfano, mafanikio makubwa zaidi yalipatikana mwaka 2010 wakati Ghana ilipofika robo fainali na kukosa nusu fainali kwa penati katika mchezo wa historia dhidi ya Uruguay. Pia mwaka 2022 Morocco iliandika historia kwa kuwa taifa la kwanza la Afrika kufika nusu fainali ya kombe la dunia. Kombe la dunia la mwaka 2026 natarajiwa kuwa la kipekee zaidi katika historia ya ulimwengu wa soka. Kwa mara ya kwanza mashindano hayo yatahusisha timu 48 badala ya timu 32. Pia yataandaliwa kwa ushirikiano mataifa matatu, yani United States of America, Marekani pamoja Canada na Mexico. Hii ina maana ya kuwa mechi nyingi zaidi, ushindani mkali na fursa kubwa kwa mataifa ya Afrika kuongeza uwakilishi wao. Miundombinu ya kombe la dunia ni miongoni mwa eneo muhimu zaidi, imekuwa ikiimarika kila miaka inavyosogea. Viwanja vya kisasa, teknolojia VAR pamoja na maandalizi ya hali ya juu yameifanya michuano hii sio tu tukio la michezo, bali ni maonesho maendeleo ya kiteknolojia na kiuchumi ya nchi wenyeji ukilinganisha na miaka ya nyuma. Lakini swali linalobaki vichwani mwa wengi ni hali ya usalama kwa baadhi ya maeneo, hasa Mexico yamekuwa ikabiliwa na changamoto za uhalifu wa magenge ya madawa ya kulevya, huku Marekani nayo ikikumbwa mara kwa mara na matukio ya migogoro ya mataifa mengine, na zaidi mvutano dhidi ya Iran wa hivi karibuni. Hali hii huzua hofu si tu kwa mashabiki, bali hata kwa wachezaji kutokana na mwenendo wa Marekani, na kuleta hofu ya kupunguza mvuto wa mashabiki kushuhudia mashindano hayo kwa wingi kama ilivyokuwa hapo awali. Jambo linalozua tahadhari kwa mashabiki, hususan kusafiri na kuishi katika mataifa yenye mvutano wa vurugu. Hata hivyo, chini ya usimamizi wa FIFA na ushirikiano wa serikali husika, maandalizi ya kiusalama huanza miaka kadhaa kabla ya kupewa nafasi ya kuandaa mashindano, yakihusisha ulinzi wa viwanja, teknolojia na ufuatiliaji, usimamizi wa mipaka pamoja na vikosi maalumu vya dharura. Hivyo matarajio ni makubwa ya usalama utakaoimarishwa kwa kiwango cha juu kuliko kawaida, ili kuhakikisha kuwa tamasha hili kubwa la dunia
Hata hivyo, chini ya usimamizi wa FIFA na ushirikiano wa serikali husika, maandalizi ya kiusalama huanza miaka kadhaa kabla ya kupewa nafasi ya kuandaa mashindano, yakihusisha ulinzi wa viwanja, teknolojia za ufuatiliaji, usimamizi wa mipaka pamoja na vikosi maalumu vya dharura. Hivyo, matarajio ni kwamba usalama utaimarishwa kwa kiwango cha juu kuliko kawaida ili kuhakikisha tamasha hili kubwa la dunia linafanyika katika mazingira salama, yenye utulivu na kuwalinda mamilionea mashabiki watakaosafiri kushuhudia historia ikiandikwa. Lakini zaidi ya takwimu na historia, kombe la dunia ni hadithi ya kuvutia, ni machozi ya kushindwa, furaha ya ushindi na nyota wanaochomoza ghafla na kuwa mashujaa wa dunia, wakati ambao watoto wa mitaani huota kuwa mabingwa wa dunia wakivaa jezi za wachezaji wao wapendao kweli kweli. Na kila tunapokaribia kushuhudia mashindano haya, swali linabaki lile lile: ni nani atatawala dunia? Je, Brazili itarejesha enzi zake? Argentina itaendelea kutamba? Au Faransa itaibuka tena? Au kuna taifa jipya litajitokeza na kwenda kutengeneza historia nyingine mpya katika kombe la dunia? Kombe la dunia si mashindano tu, ni urithi na fahari. Ni ndoto ya kila mchezaji wa soka duniani. Huwa na hamasa kushiriki na kuwa sehemu ya historia ya taifa lake, wakitamani kufurahia mataifa yao na kuandika historia isiyofutika mioyoni mwa mashabiki. Zaidi ni uzalendo kwa wananchi pamoja na taifa husika, kushuhudia watu wakiwa wengi kweli kweli, wakitamani kuwa taifa lenye historia ya kipekee zaidi duniani. Yani kila mmoja, kila wakati na kila saa anatamani taifa lake liendelee kuwa bora katika kombe la dunia. Je, nani ataenda kutengeneza historia katika kombe la dunia kwa mwaka huu? Mimi sijui, lakini hakika dakika 90 zitaweza kuzungumza, na muda utakapofika basi mambo yatakaribia. Hakika utaenda kujua nani ataenda kuwa bora katika kombe la dunia la mwaka huu. Sawa bana, tusubiri wakati. Extra Time itaenda kuletea hadithi bora za kimichezo duniani, lakini leo nimefika mwisho wa makala hii. Mimi ni David Kiamani wa SAUT TV.